16 from 25. Iko njia ionekanayo kuwa sawa machoni pa mtu, lakini mwisho wake ni njia ya mauti. Iko njia ionekanayo sawa machoni pa mtu, yaani kila mtu ile njia ambayo ameshika anaiona ni sawa. Amen. Yaani iko njia ambayo inaonekana kuwa safi machoni pa mtu. Amen. Yaani kila mtu ambaye ile njia ambayo ameshika anaiona yeye mwenyewe kuwa ni sawa. Amen. Mimi kama ni mlevi, nimeamua kwa mlevi, lakini kwangu mimi ninaiona ile njia ni sawa kwangu. Amen. Mimi kama nimeamua kuwa mkora, kwangu mimi najiona kama niko sawa. Yaani hii njia inaonyesha kuwa wewe mwenyewe ni kama uko sawa. Amen. Amen. Kwa hivyo hii njia inaonekana kuwa sawa kwa kila mmoja ama kwa kila maisha ya mtu. Amen. Amen. Kwa hivyo yaani ile njia, hakuna mtu ambaye anashika njia ambayo yeye mwenyewe akiamua kutumia bangi anajua hii njia ni nzuri kwangu mimi, kwa maisha yake. Amen. Kwa hivyo kila iko njia ionekanayo kuwa sawa machoni pa mtu. Amen. Amen. Mimi niliamua kumfuata Mungu, na katika maisha yangu niliona huyu Mungu, hii njia kwangu mimi naona ni sawa ama niko sawa. Yule ambaye pia anafanya vituko ama anaua watu, siwezi mlaumu yeye, naye ni njia ambayo alifuata, na kupitia hiyo yeye mwenyewe anajiona yuko sawa. Amen. Amen. Tusome Isaya 35:8. Isaya 35:8. Isaya 35:8. Tuangalie inasemaje. Amen. Isaya 35:8 nasema hivi: na hapo patakuwa na njia kuu, na njia nayo itaitwa njia ya utakatifu. Wasio safi hawatapita juu yake, bali itakuwa kwa ajili ya watu hao wasafirio, wajapokuwa wajinga hawatapotea katika njia hiyo. Amen. Biblia inasema kwamba basi patakuwa na njia, ama kuna njia. Amen. Na hii njia ni ya patakatifu. Amen. 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 Hii njia ni ya patakatifu, na wale wachafu hawataweza kupita katika ile njia, na wale ambao watapita ni wale ambao ni wajinga. Amen. Amen. Maana hii njia ni njia ya watakatifu. Amen. Hii njia ni njia ya watakatifu. Sema hivi: na hapo patakuwa na njia kuu, na njia nayo itaitwa njia ya utakatifu. Amen. Yaani hii njia, wale ambao watapita ni wale watakatifu peke yake. Amen. Amen. Lakini ambao wako ambao si safi hawataweza kupita katika hii njia. Amen. Amen. Lakini pia watakaopita katika hii njia ni wale ambao ni wajinga. Amen. Amen. Hii njia si rahisi. Amen. Amen. Hii njia si rahisi. Mwisho tutaangalia njia ni nini sasa. Amen. Kupitia hiyo njia hiyo ambayo umeshika, ndio imani yako ikiongezeka. Kwa hivyo nasema kwamba ile njia ambayo uliamua wewe mwenyewe, unaweza kuwa ulikuwa hapa, lakini njia yako ni uzinifu. Bila tu na njia yako. Unaweza kuwa uko hapa, lakini usiku unafuta tu bali endelea. Hiyo ndio njia ambayo wewe kwako wewe mwenyewe unaiona iko sawa. Endelea. Ukamoka hapa lakini wewe ni mwizi, hiyo njia endelea kuiba. Kwa sababu hiyo njia ndio wewe mwenyewe waiona iko sawa machoni pako. Lakini nimekwambia kwamba hiyo njia siku tukikuja hapo tukikwambia salama itakuwa ndo mwisho.
lakini njia ya Yesu Kristo ndio ambayo iko na uzima wa milele, hiyo ndio ambayo iko na msamaha, hiyo ndio ambayo iko na kila kitu. Amen. Amen. Kwa hivyo hizi njia zingine tukimbia salama hayo basi itakuwa ni salama kweli, maana ndio imeenda unasubiri heri peke yake. Amen. Amen. Sawa, sitaki niongee sana, maskini inaendelea sana, lakini kaa peke yako, kaa peke yako, kaa peke yako, yaani kaa peke yako. Umejua unaweza kuwa uko na njia ambayo unajua, kuna njia, kuna mtu ambaye yeye tabia yake tu ni ashike tu simu aingie TikTok masaa yote, hana time ya kuomba, hana time ya nini. Kama hiyo njia ambayo unayoifuata, endelea kuifuata, lakini nimekwambia kwamba siku tukikuimbia salama ndio imeenda. Amen. Ndio imeenda hivyo. Ndio imeenda. Yohana 14:6 anasema hivi, Yesu akawaambia, mimi ndimi njia na kweli na uzima, mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Amen. Sasa hapa Yesu mwenyewe anawajibu, je, njia ni nini? Amen. Sasa tunasema kwamba njia ni Yesu Kristo. Amen. Hakuna ukiamua kumfuata Kristo ni lazima ukue mjinga. Amen. Amen. Wokovu bila kukuwa mjinga hautafaulu, mpaka ukue mjinga ndio ufaulu. Amen. Amen. Hata kwa kwamba mimi ndimi njia. Nani? Yesu. Yesu ndiye njia. Yesu ndiye njia. Amen. Amen. Hizi zingine ni njia sawa. Mtu ambaye anavuta bangi pia njia yake ni sawa, ameishika, lakini ni nzuri machoni pake, lakini haitamfikisha kwenye uzima wa milele. Lakini kuna njia moja ambayo hiyo ukishika, ambaye ni Yesu Kristo, utafika, utaona ile maisha ya baadaye, ama utaweza kumfikia Mungu. Amen. Amen. Lakini hizi njia zingine, hizi ni njia sawa, ni nzuri, lakini zinaishia hapa duniani, haziendi mbele. Amen. 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 Kama ni uhuni utaufanya hapa duniani, ukishafariki kuna heri inakusubiri. Lakini ukiamua kushika hii njia ya Yesu Kristo, utakuwa uko na uzima wa milele. Amen. Amen. Lakini nimesema kwamba Isaya ametuambia kwamba iko njia ambayo inaitwa njia ya utakatifu, lakini wale waifuatao ni lazima wakuwe wajinga. Amen. Kwa hivyo ukiamua kufuata Kristo lazima uwe mjinga. Ukitukana usiangalie mwenye amekutukana, muangalie Yesu. Amen. Amen. Ukitengwa sema, hata mkinitenga nitabaki na Yesu wangu. Amen. Ndio hii njia unaishika. Amen. Ukipigwa sema, nipige, lakini mimi nitabaki na Yesu wangu. Hii njia utakuwa unaishika. Amen. Hii njia utakuwa unaishika. Amen. Kwa hii njia haina hasara, hii njia haina hasira, hii njia ni wewe umtumikie Mungu. Mungu anasema kwamba mimi ndimi njia. Sasa tukisema kwamba ama iko na maana gani basi hii njia? Hii njia iko na maana gani? Tumesema kwamba Yesu anasema kwamba mimi ndimi njia, kweli na uzima. Sasa niseme hii akisema hivyo iko na maana gani? Ninamalizia. Yesu ni njia ya kumfikia Mungu. Yesu ni njia ya kumfikia Mungu. Ni njia tu unapita. Amen. Ni njia unapita. Yaani Yesu ni kama anatuconnect sisi na Mungu.
Amen. Yesu Kristo anatukonekti sisi, anakonekti mwanadamu na Mungu mwenyewe. Ndio maana akamtoa, akakuja, akateseka, mwishoni akakufa ili mwanadamu apate haki. So Yesu anatukonekti na Mungu. So ukitembea katika ile njia ya Yesu, inamaanisha utafika kwa Mungu. Amen. Ukitembea na njia ya Yesu utafika kwa Baba. Amen. Amen. Ukitembea na huyu Yesu, maana hiyo ndio njia ambayo inakupeleka kwa Baba. Hii njia ya babani, hii njia ya miraha